Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bado nazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, ambapo mambo yanaonekana kwenda vizuri kwa upande wa wananchi Young Africans, ukiweza kushuhudia wakiendelea kuweza kufanya sajili zao za kimkakati kabisa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, ambapo unakuwa ni mwendelezo mzuri kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club katika kuhakikisha kwamba wanafanikiwa kuweza kupata wale wachezaji ambao wanaona kabisa kwamba wanakizi matakwa na namna ambavyo wanavyohitaji kwenye kikosi chao. Sasa mimi nimekusogezea hapa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, ambapo leo hii wanakwenda kutambulisha namba 6 kwenye kikosi chao cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo wameweza kuweka bayana kabisa kwamba namba 6 ni nani ambaye anatua kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Ni moja kati ya usajili ambao pengine unasubiriwa kwa hamu kweli kweli, na unaweza kuwa ni usajili ambao katikisa taifa kulingana na ukubwa wa mchezaji na namna ambavyo Young Africans wanazidi kulipromoti jambo hili. Ni ametoka wapi huyo mchezaji? Amesaini mkataba miaka mingapi? Anakuja kuchukua nafasi ya nani? Hayo yote na mengine mengi, maswali ambayo unajiuliza, majibu yake niko nayo hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya hapa nazungumzia Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ando jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu hapo pote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu wakati wote pindi ambapo taarifa zinakuwa zinajiri, basi bila shaka unakuwa unaweza kuzipata popote pale unapokuwepo. Fanya hivyo kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Karibu. Bana, klabu ya soka ya hapa nazungumzia si wengine bali nazungumzia wananchi Young Africans. Wanazidi kujikita kuhakikisha kwamba kikosi chao kinazidi kuwa imara, thabiti, na kwa ajili ya mapambano kuanza msimu na kwenye ligi pamoja na ligi ya mabingwa barani Afrika. Wanakwenda kufanya vizuri na kuhakikisha kwamba wanaweka heshima tena katika msimu huu, kama ambavyo wamefanya katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara kwa msimu uliopita. Wafanye mwendelezo wa kile ambacho wamezoea kukifanya. Sasa klabu ya soka Young Africans kupitia kwa kocha wake ambaye ni kocha mkuu wa klabu ya soka Young Africans, Mankoba, hilo lingine jina tutavumiliana. Yeye inaelezwa kwamba ameripotiwa kuwa na mchango mkubwa katika harakati za kumleta Omar Komara Jangwani. Beki huyo mwenye umri wa miaka 25, raia wa Ivory Coast, alikuwa sehemu muhimu ya safu ya ulinzi ya Golden Arrows msimu uliopita chini ya kocha huyo. Uhusiano wao wa kikazi umeonekana kuwa moja ya sababu inayoweza kumshawishi Komara kujiunga na Yanga, huku klabu hiyo ikiendelea kuimarisha kikosi chake kwa ajili ya msimu mpya wa mashindano, ambapo huyu ni beki moja kati ya mabeki vitasa kweli kweli ambao wanapatikana pale katika kikosi cha Golden hapo. Ni moja kati ya watu ambao wameonekana kuwa na uwezo mzuri kabisa wa kuweza kuzuia mashambulizi na uwezo wa kufanya hapa nazungumzia kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba wanapata kile ambacho kinachohitajika. Kwa hiyo ni miongoni mwa sajili ambazo zinapigiwa kelele
na kocha huyo. Lakini pia inaelezwa kwamba klabu ya Yanga imekamilisha usajili wa kiungo mkabaji namba 6 Fredy Duval Ngoma, raia wa Jamhuri ya Kongo Brazzaville, akitoka katika klabu ya Olympique Lisafi inayoshiriki ligi kuu ya Morocco, yani Batola Pro. Ngoma mwenye umri wa miaka 28 anatajwa kuwa miongoni mwa viungo wenye uwezo mkubwa wa kucheza mbele ya safu ya ulinzi kutokana na uwezo wake wa kukaba. Mbali na nafasi yake ya kiungo mkabaji, pia ana uwezo wa kucheza kama kiungo wakati pale inapohitajika. Katika msimu wa 2025-26 akiwa na Olympique Lisafi, Ngoma alikuwa mchezaji muhimu wa kikosi hicho, akicheza mechi nyingi za ligi na kuonyesha kiwango cha juu cha uthabiti katikati ya uwanja. Kabla ya kutua Morocco, aliwahi kuzichezea klabu mbalimbali barani Afrika. Pia amewahi kuitwa katika timu ya taifa ya Congo Brazzaville. Usajili wa Fredy Ngoma unaonekana kuwa sehemu kakati wa Yanga kuimarisha safu ya kiungo kuelekea msimu mpya wa mashindano ya ndani pamoja na michuano ya kimataifa. Ujio wake unatarajiwa kuongeza ushindani mkubwa katika eneo la kiungo na kuipa timu nguvu zaidi katika kulinda safu ya ulinzi na kudhibiti mchezo katikati. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo Yanga wanazidi kujihakikishia kwamba wanapata majembe sahihi kabisa kwenye kikosi chao. Lakini katika hatua nyingine, klabu ya Yanga imekamilisha usajili wa kiungo Mohamed Tichape Zougrana kutoka MC Alger. Kiungo huyo mwenye umri wa miaka 24 anatajwa kuwa miongoni mwa wachezaji wenye uwezo mkubwa wa kucheza nafasi ya kiungo wakati, akiwa na sifa ya kukaba kwa ufanisi, kumiliki mpira, kuanzisha mashambulizi, kutoa pasi za uhakika. Zougrana amejiunga na Yanga kwa mkataba wa miaka 2 akitarajiwa kuongeza nguvu katika eneo la kiungo kuelekea msimu mpya wa mashindano ya ndani na kimataifa. Uzoefu aliopata akiwa na MC Alger unatarajiwa kuisaidia timu hiyo kuongeza ushindani na ubora wa mchezo katikati ya uwanja. Usajili huu unaonyesha dhamira ya Yanga kuendelea kujenga kikosi imara chenye ushindani mkubwa katika ligi kuu ya NBC, kombe la shirikisho pamoja na michuano ya kimataifa. Zougrana anatarajiwa kuanza safari mpya ya soka akiwa na jukumu la kuonyesha kiwango bora cha kuchangia mafanikio ya klabu katika hatua hii kubwa kweli. Lakini katika hatua nyingine, Yanga wafikia makubaliano binafsi na Feitoto. Taarifa zinaeleza kuwa klabu ya Yanga imepiga hatua kubwa katika harakati za kumrejesha kiungo mahiri Faisal Salum almaarufu kama Feitoto. Baada ya pande hizo mbili kufikia makubaliano binafsi, masuala yanayohusu ada ya kusaini mkataba, sign on fee, mshahara pamoja na bonus mbalimbali hajaonekana kuwa kikwazo kati ya Yanga na Feitoto. Inaelezwa kuwa pande zote zimeafikiana kuhusu masharti binafsi ya mchezaji, jambo linaloonyesha kuwa kiungo huyo yupo tayari kuvaa tena jezi ya wananchi endapo hatua za mwisho zitakamilika. Hata hivyo, pamoja na makubaliano hayo binafsi, kinachosalia sasa ni mazungumzo rasmi kati ya Yanga na Azam FC ambayo bado inamiliki haki za kimkataba za Feitoto. Hivyo uhamisho huo hauwezi kukamilika hadi klabu hizo mbili zitakapofikia mwafaka kuhusu masharti ya uhamisho wa mchezaji huyo. Iwapo Yanga na Azam watafanikiwa kufikia makubaliano rasmi, kurejea kwa Feitoto kunatarajiwa kuwa moja ya usajili mkubwa zaidi. Hadi sasa makubaliano binafsi kati ya Yanga na Feitoto ndiyo yanaripotiwa kufikiwa, huku hatua za mwisho ikisalia kwa mazungumzo na Azam FC ili kukamilisha uhamisho rasmi wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa.